Hujambo mpenzi mtazamaji wa WW Company TV mahali popote pale ulipo. Matumaini yangu ya kwamba wewe ni mzima wa afya katika muda na wakati kama na huu. Na kama kawaida yetu mpenzi mtazamaji wa WW Company TV, tambua ya kuwa kwenye mic uko nami mtangazaji wako Mahela Ekiochi Given, na ufundi mitambo wameshikiliwa naye Wilson. Na katika muda huu mpenzi mtazamaji, ni katika kipindi cha matangazo ya vifo, ambayo katika siku hii mpenzi msikilizaji wetu kwenye meza yetu tunalo tangazo ambalo ni la huyu mzee wa Kibwari aitwaye Martin Lukala, ambaye alizaliwa mwaka wa 1942 na kufariki tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka wa 2025 pa Baraka, baada ya kuweza kukumbwa na ugonjwa wa mshtuko wa moyo, na hivyo kuweza kuzikwa siku ya leo ambao ni siku ya Ijumaa tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka wa 2025. Na kwa ajili ya yote tuweze kufuata video ili tuweze kutambua ni kipi ambacho kinachojiri na kilichojiri katika maisha yake wakati wa uzima wake. Kama vile unazopenda na yeye inatawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote. Peane amani. Bwana kondoo wa Mungu, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri yetu sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana. Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele. Amen.
Karibuni. Ndiyo, jamaa inataka kuzungumza kidogo kuhusu maisha ya marehemu. Jina ya marehemu anaitwa kwa jina la Martin Lukala. Amezaliwa Pamoba mwaka wa 1937. Ni kusema ya kwamba marehemu hapa duniani alieneza miaka 88. Jina ya baba wa marehemu alikuwa akiitwa kwa jina la Josefu Balema. Jina ya mama yake alikuwa akiitwa kwa jina la Anyesi Kasisa. Wote tayari walishakufa. Kabila ya marehemu alikuwa kwenye kabila la Wabwari, groupement Babwari, localité Bakwalumona Bajoba, secteur ya Mutambala, territoire de Fizi. Masomo. Marehemu ambaye ametuacha kweli alikuwa akisoma, na niveau yake ya masomo alikuwa G3 en géographie et sciences naturelles. Kazi zenye marehemu alizozifanya. Marehemu kazi yake ya kwanza alikuwa mwalimu pa Bukavu, école primaire. Kazi yake ya pili alikuwa vile tena mwalimu usecondaire pa Kisangani. Na kazi yake ya tatu, marehemu alikuwa agent de l'État mu service ya OCC Kinshasa. Ndoa. Marehemu alioa mke wake wa kwanza na akafanya naye ndoa, na huyo mke alikuwa akiitwa kwa jina la Azama Tereze. Mke huyo alikuwa wa kabila ya Babua Balokele mukijiji cha Buta, kufatana na kukatakata ma province pour le moment. Province ya Bauwele zamani ilikuwa naitwa province ya Kisangani. Njoo kwao na mke wake. Alizaa nayo watoto 11. Lakini watoto ambao wanabaki hai ni watoto 6 tu. Marehemu vile alibahatika kupata wajukuu wake ambao amewaacha wako 27. Magonjwa. Marehemu alisumbuka sana na uzee, na wakati mtu iko mzee huwa anaingiliwa na magonjwa mengi sana. Lakini kilichomuua au kilichosababisha afe ni ugonjwa wa pressure, wengine wanasema tension. Kwa hiyo tunasema ya kwamba hatuna komantere mingi juu ya kifo ya marehemu, kwa sababu sisi ni Wakristo. Tunajua ya kwamba
Mungu ametoa na ni yeye tena ametwaa. Familia ya Makwaruzo, familia Makwaruzo kwa ujumla, kwa upekee Mwalimu Lazaro anashukuru kominote zote zenye zimewajibika hapa kwa kuweza kumsindikiza marehemu Martin Lukala. Kwa hiyo tunashukuru sana familia za Wabembe, za Wafuliru, za Wavira, Batavwa, Baluba na kadhalika. Familia inatoa shukrani sana na mzidi kuwa na moyo mwema kama na huu wa kuungana wakati wa shida. Kwa hiyo tunasema asante na Mwenyezi Mungu atawabariki. Amen. Shalom. 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 Tunatoa ushuhuda wa ndugu Martin kama vile kanisa, shirika. Ndugu Martin mwenyewe anatukusanyisha hapa leo. Yeye alikuwa ndugu yetu katika Kristo. Tulishirikiana naye kila mara kusala za asubuhi na kwenye maibada takatifu. Mbele aliyotangulia kusema alizaliwa ile mwaka wa 1937 na ndugu Martin alibatizwa angali mtoto mchanga ile mwaka nye alizaliwa mwana. Make ndugu yetu katika Kristo alifanya miaka 88 ya Kikristo. Ndugu yetu walifanya ndoa pale Kisangani, ndoa ya Kikristo pale Kisangani kwenye alikuwa anatumikia na mke wake. Na hata Mungu akamjalia kwa ndoa yake akazaa wale watoto 11. Kwa jina la Kikristo na pamoja na jamaa ya Kikristo tunamuomba Mungu ampokee ndugu Martin, amweke mahali peponi na amtayarishie njia kamili ya kufika pale pamoja na malaika, na azidi kumhurumia yale yote yaliyomchukiza yeye Mungu hapa duniani, kwa sababu ni mwanadamu, haiko mtakatifu. Ndugu Martin kutoka hapa ni mtakatifu. Na kwa jina la Kikristo yeyote mwenyewe aliona ndugu Martin alimkosea kidogo, azidi kumhurumia ili amfungulie njia ya kufika pale mbinguni kutoka pamoja na malaika. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndiyo, ndugu Martin alikuwa katika kundi ya Walejo. Najua ndugu Walejo kwa hapa wanaweza kuja kutoa nao hotuba kidogo. Lejo Maria. Lejo Maria. Siku zote. Siku zote. Asante. Nataka kusema kidogo juu ya ndugu Martin. Martin alikuwa anashiriki nasi katika kundi la Lejo. Na wakati alifika hapa kutoka Kisangani, alikutana walejionero wako hapa, akapenda kushiriki nao. Akaa kufikia mchumba cha Presidium Mama wa Mungu. Tulievoluwe naye na mwisho akapata kiti cha kuwa mwenyekiti ya ile Presidium.
Baadaye akachaguliwa kuwa mwandishi mdogo wa Kuria, sanduku la agano, na tulifanya naye kadiri ya miaka 3 tuku tunashiriki naye hapa. Ila kwenye alifanyia agano, hakufanya agano hapa, alikuwa anafanyia agano Lubumbashi. Na kwa miaba ya Lejo, kwa programu ya Lejo na desturi ya Lejo, wandugu wa legionnaire nitawalika tumalize ile ibada yetu. Tunapaswa kuanzia hapa, itaenda kumalizikia nani kule kukaburi. Tutazunguka jeneza ya mwenzetu, tuimbe katena na tufanye ile sala yetu tunafanyaka kwa kusindikiza mwenzetu wa Haleluya, pardon. Iglesia Lejo, karibuni. duniani maisha yangu hayana furaha, najua wazi hapa si nyumbani, bali ni hayatopita. Kama alfajiri, mzuri kama mwezi, mwangavu kama jua, mwenye kitisho kama jeshi lililotayarishwa kwa kupigana. Bikia liko kwa dhambi ya asili, utuombee wenye kukimbilia. Tuombe Bwana wetu Yesu Kristo, patanisi wetu karibu na Baba, uliyetaka Bikira Maria mama yako kuwa mama yetu na mpatanishi karibu nawe. Utupatie kwa huruma yako kama wote ambao fadhila kwako azipewe kwa mikono yake. Amen.
Leo tunamsindikiza ndugu yetu Martin Mukaba katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tutauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaofufuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Tunakuomba Bwana, umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Amen. Tunaweza kwenda makaburini tusikize. Nibebe pole pole nikamuone Yesu wangu. Nibebe unipeleke kwa Baba. Nibebe Yesu unipeleke kwa Baba. Nibebe unipeleke kwa Baba. Makao mazuri ni mji wa mbingu, ni makao ya watakatifu. Makao ya watakatifu. Baba kawekewa makao mazuri. Baba kawekewa makao mazuri. Makao mazuri ni mji wa mbinguni, ni makao ya watakatifu. Makao mazuri ni mji wa mbinguni, ni makao ya watakatifu. Kawekewa makao mazuri. Kawekewa makao mazuri. Makao mazuri ni mji wa mbinguni, makao ya watakatifu. Makao mazuri ni mji wa mbinguni, makao ya watakatifu.
Mungu, ulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyu ambaye mwili wake utazikwa humu la mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Moyo wangu sikia, niwatanizia ndani ya kaburi. Moyo wangu sikia, sikia moyo niliwaambia kamba na kushusha baba na mama yamfuatalia yeye ashushe wote yeye ashushe shusha reduza Naam, wacha ni kushukuru mpenzi msikilizaji wetu kwa kuweza kutuwazima sikio mwanzo wa kipindi hichi hadi mwisho wa kipindi hichi, tukisema ya kuwa Mwenyezi Mungu akubariki. Vile vile tunakwenda kutoa mkono wa pole kwa wafiwa, pia tunakwenda kusema ya kuwa Mwenyezi Mungu ailaze mahali pema peponi roho ya marehemu. Amen. Ulikuwa nami mtangazaji wako Mahila Ikioch Given kwenye mic, pia kwenye fundi mitambo ulikuwa naye Wilson, tukikuambia ya kuwa bye, tukutane kunako vipindi vingine.